Hakika nikiwaangalia mnaona kwamba kweli mnataka kazi iendelee. Wakili Onesmo Ole Ngurumwa, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, na nikiwaona hapa wa vijana waliopo na wazee hapa wanataka kuitetea nchi yetu katika eneo la haki za binadamu. Lakini nimeambiwa alikuwepo wakili Boniface Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, lakini amepata dharura. Ndugu yangu wakili Seka, katibu mkuu wa chama cha mawakili Afrika Mashariki. Lakini pia kuna wawakilishi wa chama cha wanasheria wanawake kule Zanzibar za Fela. Hivi ndio unawaongoza wao wako wengine. Wakurugenzi na wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Lakini kipekee nimeona hapa secretariat ya mtandao wa watetezi wa haki za binadamu. Lakini washiriki wote wa kikao hiki, wanahabari mliopo, mabibi na mabwana, ni wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana hapa tukiwa hai, lakini ametuwezesha pia sote kuwepo hapa kushiriki katika mafunzo haya ya watetezi wa haki za binadamu ambao ni wanachama wapya wa mtandao wa watetezi haki za binadamu. Ni bahati kwenu kwamba sasa nyinyi ni wanachama wapya, lakini baada ya hapa mtakuwa mmekamilika kuwa wanachama. Pili, mniwe radhi sana kwa kuchelewa. Mambo ya ofisi mnayajua. Nimelazimika nichelewe kidogo, lakini nimemuomba wakili Onesmo aniwe radhi, lakini na nyinyi mniwe radhi kwa kuchelewa. Na pili, ndugu washiriki, nichukue nafasi hii ya kumpongeza sana. Unajua sisi kukaa hapa tulivyokaa ni kwa sababu haki za binadamu ndani ya nchi yetu zipo. Kuna watu wanakosa nafasi ya kukaa wakajadiliana kama tunavyojadiliana sisi hapa. Kwa maana hiyo basi, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake madhubuti kwa kipindi hiki cha miaka 4 sasa tangu serikali ya awamu ya 6 iingie madarakani, na ameendelea sisi kutuongoza vema. Kwa kuzingatia, nyinyi wote mnajua 4 Rs za Mheshimiwa Rais, ambayo ni maridhiano, mabadiliko, kustahimilivu, lakini kujenga upya. Tumeshuhudia mageuzi na maendeleo makubwa katika kukuza na kulinda haki za binadamu. Mimi kama kiongozi kwenye wizara ambayo inasimamia haki za binadamu, nina uhakika naona mabadiliko. Na nyinyi mlioko hapa ninaamini mnaona mabadiliko chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais. Lakini pia tumeshuhudia namna ambavyo mahusiano kati yetu serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali yanavyoimarika kwa kuzingatia 4 Rs za Mheshimiwa Rais. Mimi kuitwa nije kufunga hapa si ni mahusiano, ni maridhiano na kustahimili ambako rais amesema tuwe nako. Rais wetu anaamini katika majadiliano, lakini anaamini katika uhuru wa watu kujumuika kama ilivyo kwenye ibara ya 20 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais anataka tukae pamoja. Na mimi kama kiongozi kwenye wizara ile, kwa sababu amenipa yeye nafasi ya kuwa pale, niko radhi kukaa na nyie ili pia mtu challenge ili tuweze kufanya kulingana na matumaini na mategemeo ya wananchi wetu. Pia niwashukuru sana viongozi wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC kwa heshima kubwa ambayo mmetupatia, kwa pamoja kwa kunialika kujumuika nanyi, lakini kupewa fursa ya kuwa mgeni rasmi, hatimaye kufunga mafunzo na ukabidhi vyetu. Unajua inayo ni heshima jamani. Nimetoka huko kwenu, nakuja hapa nakuja kwa kabidhi vyetu. Kwa nawashukuru sana mratibu wakili Ole Ngurumwa. Hakika naona nia yako ya kuishirikisha serikali
ni kielelezo tosha kuwa rai ya serikali ya awamu ya 6 ya ushirikiano na sio mashindano imeeleweka vema kwenu kama mtandao wa watetezi haki za binadamu. Ndugu washiriki, sisi Wizara ya Katiba na Sheria tunalo jukumu la kusimamia masuala ya kikatiba, kutunga sera zinazohusu masuala ya sheria, lakini pia kusimamia utekelezaji wake. Lakini pia uandishi wa sheria, kuratibu masuala ya haki za binadamu na utoaji wa huduma ya msaada wa kisheria, kuratibu tathmini na maboresho ya sheria pamoja na mifumo ya haki. Haya yote ni majukumu yenu nyie kama watetezi wa haki za binadamu. Hivyo basi, nipende kuwapongeza sana nyie washiriki wote wa mafunzo haya ambayo katika kuwajengea uwezo wa kutetea haki za binadamu za Watanzania wenzetu, hili ni swala nyeti sana mlilopewa. Kufundishwa kwenu hapa ni swala nyeti, kwa kuwa kama haki za binadamu zinalindwa na kukuzwa na watetezi wa haki za binadamu, maana yake kutakuwa na amani, kutakuwa na utawala wa kisheria. Pia mazingira hayo yataleta mabadiliko ya maendeleo kwa kila mwananchi na kwa taifa letu kiujumla. Hivyo mfahamu kwamba mnafanya kazi kubwa, mmepewa nafasi kubwa ya kukutana, kufundishana kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Nafahamu mafunzo haya yamefanyika kwa siku 2 yakihusisha mashirika yasiyo ya kiserikali 53 ambao sasa ndio yamejiunga katika mtandao wetu wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa mafunzo ya hizi siku 2 yatawasaidia na yamewasaidia ili kufahamu zaidi wajibu wenu, mchango wenu kwa taifa lenu, taifa pendwa la Tanzania. Ndugu washiriki, napenda kusisitiza kwenu kwamba serikali yetu inathamini, inatambua kazi yenu ambazo mnafanya kupitia mashirika yenu yasiyo ya kiserikali, lakini pia watetezi wengine wote wa haki za binadamu. Nafahamu kwamba kama wanachama wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu, mnajihusisha na haki za kiraia, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, lakini kijamii, pamoja na masuala ya mazingira na maendeleo katika nchi yetu. Nafahamu kwamba mnazingatia misingi ya haki za binadamu wakati wa kutekeleza majukumu yenu ambayo ni usawa na kutobaguliwa kama ilivyoainishwa katika ibara ya 12 na 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo mnapomaliza hapa na kurudi kufanya kazi, mjue mnafanya kazi kubwa katika kulinda haki za jamii ya Watanzania, ikiwepo wanawake, watoto, wazee na watu wenye ulemavu. Ni wajibu wenu kwenda kusimamia hayo. Tuwapongeze sana kwa jitihada zenu ambazo kwa kiasi kubwa zinaendelea, lakini pia zinaendana na sera na mipangilio ya serikali katika kuimarisha maisha ya Watanzania wote. Ndugu washiriki na ndugu viongozi wa mtandao, Wizara ya Katiba imekuwa ikishirikiana na mtandao wetu wa watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika zisizo za kiserikali katika swala la upatikanaji wa haki nchini. Kwa lugha nyingine, nyie mmeingia sasa. Tumeendelea kushirikiana na Olenguruma na timu yake, lakini mashirika mapya 53 kujiunga, maana yake tunaendelea kuimarisha utendaji wetu katika eneo la haki za binadamu wa taasisi hizi mpya. Tutaendelea pia, ndugu washiriki, sisi kama wizara tunaendelea kusimamia utekelezaji wa sheria ya msaada wa kisheria na wadau wengine wakiwemo Chama cha Wanasheria Tanganyika, mashirika yasiyo ya kiserikali, wasaidizi wa watoa huduma wa msaada wa kisheria, taasisi zinazohusika na utekelezaji wa sheria, na kuendelea kutoa elimu ya msaada wa kisheria hapa nchini. Na nyie kujiunga kwa mtandao wa watetezi haki za binadamu, maana yake muwe tayari kufanya kazi na serikali. Hivi sasa kampeni ya msaada wa kisheria chini ya Mama Samia inayoendelea nchini inafanya vizuri na matatizo ya watu yanatatuliwa. Ninaelewa kwamba mmeona huko tunapopita
hali ya wananchi walivyo na hamu kushirikishwa, kusaidiwa. Na leo mmepata mafunzo haya, mtakaporudi huko na wasii mshirikiane. Jifunze kutoka kwa wenzako ili nyie watetezi wa haki za binadamu tuweze kufikia katika mikoa yote ya nchi hii na tufanye kazi kulingana na makubaliano yetu. Tutaendelea kukamilisha na kushirikiana na nyie katika kufanya hii kazi, lakini pia pale mnapoona ni lazima, naomba mtukumbushe, kwa sababu sisi nasi ni binadamu. Naomba niwakumbushe kwamba mashirika yasiyo ya kiserikali yanapaswa kuzingatia sheria za nchi yetu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Kwa hapa mmejifunza, mkirudi huko muelewe kwamba hawa tunaofanya kazi ni Watanzania wenzetu, na nchi hii ndio Tanzania, mama yetu na baba yetu. Sisi hatuna nchi nyingine ya kwenda. Mkafanye kazi kuisaidia serikali, mkafanye kazi kusaidia mashirika yenu, lakini mhakikishe kwamba wananchi wanafaidi yale ambayo wanategemea. Sisi kwa mfano watu wa huduma ya kisheria, sisi wanapaswa kuwa mawakili kwenye taasisi yao ili waweze kutoa msaada wa kisheria. Mashirika yasiyo ya kiserikali yanapaswa kuzingatia sheria za mashirika yasiyo ya kiserikali na kanuni zake. Mmepata hiyo nafasi, mmefundishwa, mmekaribishwa, mmeongezeka katika zile mashirika yale 300, tunakwenda 350. Hebu muonyeshe sababu ya ongezeko hili. Na nawasihi, acheni ubinafsi, mshirikiane. Aidha, nimejulishwa kwamba mnayo maoni na mapendekezo juu ya sheria inayowasimamia, lakini pamoja na sheria nyingine zinazohusika na utendaji kazi wenu. Hivyo ninawasihi muwasilisha hayo maoni na mapendekezo ambayo kimsingi yanahitajiwa kufanywa mabadiliko. Kama ni lazima, leteni wizarani kwetu na au taasisi husika ikiwemo wizara yetu, bila kumsahau msajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ili tuanze majadiliano na tuweze kufanya kazi for public interest. Tunaamini kwamba sisi kwa kuendelea kushirikiana nanyi na kufanya majadiliano tutaweza kutimiza wajibu wetu. Lakini pia wajibu wetu ambao kimsingi ni kuimarisha ustawi wa wananchi wa Tanzania kwa kulinda na kukuza haki zao za binadamu. Mimi naamini nyie mlioanza leo na kuingia kwenye mtandao mtakuwa ni chachu ya kuongeza haki za binadamu kwenye maeneo mnayotoka. Hivyo nawatakia kila heri mnavyoanza kutekeleza kazi zenu upya baada ya kupata mafunzo haya, na muelewe kwamba serikali inawategemea, wananchi wanawategemea, mratibu wenu, kiongozi wenu Ole Ngurumo anawategemea, lakini matarajio makubwa wanayo wananchi watakaoona kwamba kuna watu leo wamefuzu mafunzo ya utetezi wa haki za binadamu. Naendeni mkafanye kazi kwa kujiamini. Serikali yenu itawaunga mkono na tutafanya kazi kwa kusaidiana. Mkiona kuna changamoto, tuambieni mapema, kwa sababu sisi wote ni binadamu na sisi tunaamini hamna mtu mkamilifu chini ya ulimwengu huu. Kwa hiyo nyie mmepata mafunzo, yapelekeni mbele huko, yasaidie wananchi wetu kuelewa haki zao. Wasaidieni wananchi wetu wajue kwamba wao ni sehemu ya Tanzania. Ndugu washiriki, ratibu wenu amesema nikabidhi vyeti. Kwa nisiseme nimemaliza au sio? Nisiseme nimefunga, niseme kwa ajili ya wanahabari. Niseme ndugu washiriki, baada ya kusema hayo, na kwa kuwa ndio siku ya mwisho, mimi kwa niaba ya waziri wangu ambaye amewasalimia sana, yuko safari kule Mwanza, kwa kweli niwapongeze sana sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Kwa ujumla sisi tuna wanachama takriban sasa zaidi ya 300, na kila wilaya utawakuta, kila mkoa utawakuta, na wanafanya kazi kubwa sana. Wengine msaada wa kisheria, wengine mambo ya watoto, wanawake. Sehemu kubwa ni mambo ya msaada wa kisheria,
mambo ya watoto, wanawake, mazingira na masuala ya huduma mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo kwa ujumla hii ndio timu ya watetezi, na wamekuwa hapa, tunawajengea uwezo katika masuala wanapokuwa recruited, masuala ya sheria, compliance, na sisi kama mtandao, ndani ya mtandao tuna sera zetu ambazo lazima wazizingatie, tuna membership policy, tuna compliance za nchi. Kwa mfano tuna sera mpaka ya kushiriki kwenye uchaguzi, kwamba wakati wa uchaguzi tunawaambia wanachama ni muhimu kutenganisha kazi zao na uchaguzi. Kama mtu anataka kugombea, ajivue nafasi aende kwenye uchaguzi. Na juzi rais pia alisitiza hata kwa upande wa serikalini, kama mtu anataka kugombea atangaze mapema kuacha nafasi. Na sisi tuna sera za namna hiyo kwamba wanachama wetu ni haki yao kugombea, kushiriki kwenye chaguzi mbalimbali kupitia mambo mbalimbali, lakini ukifika muda fulani wao waamue tu kabisa kutenganisha shughuli zao za kisiasa na taasisi. Pamoja na miiko mingine ambayo ni ya msingi, tunajaribu kuwasisitiza kwamba wazingatie pia sheria za nchi. Wakati mwingine pia waongeze bidii ya kufuatilia na kutoa taarifa ya haki za binadamu, ukiukwaji hasa maeneo yao huko chini. Tunafahamu kabisa wimbi la ukiukwaji, kwa mfano swala la watoto ndio linaongoza sasa hivi. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ukiukwaji wa watoto ni tatizo kubwa sana sasa hivi nchi hii. Watoto wananyanyasika sana, ukiukwaji umekuwa ni mkubwa, na hawa ndio waangalizi, ndio mabalozi huko popote walipo. Kwa hiyo tunajaribu kuwasisitiza kwamba waongeze bidii, na ndio maana sasa tunatafuta pia mbinu za kuongeza ushirikiano pamoja na taasisi zingine zinazosimamia haki katika mikoani huko wilayani, kama ofisi za DPP, ofisi za IG na wengine wote, ustawi wa jamii, social workers. Tujenge timu ya pamoja ya kuweza kuamua taifa kutoka kwenye changamoto hizi ambazo zinatukumba za ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo kwa ujumla wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana, pamoja na kwamba tuna hizi changamoto za hela. Wengine wako humu wameshakumbwa na sakasaka hili la sekeseke hili la Trump. Nadhani unafahamu amefunga fedha nyingi sana ambazo pia baadhi ya wanachama wetu wameathirika. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia njia zingine ambazo tunaweza tukazikwamua, tukawasaidia watetezi. Na sisi tumekuwa wabunifu, tumeendelea kutengeneza mikakati mizuri sana ya kutafuta rasilimali nje ya huu mfumo ambao tunategemea wafadhili, na tutakuja rasmi kueleza wizara iweze kuona umuhimu wa kusaidia katika hilo. Kwa ufupi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, hawa ndio watetezi wa haki za binadamu ambao wako mbele yako, na kabla tutatusaidia kufanya kazi mbili. Ya kwanza ni hiyo ya kutoa vyeti, lakini ya pili tutatusaidia kufunga na kusema mawili matatu kuhusiana na watetezi hawa. Lakini kabla ya hapo tunao wenzetu ambao tuko nao kutoka nadhani wanachama mfahamu kabisa kwamba tuna wenzetu tunafanya nao kazi. Jana tulikuwa na Tanganyika Law Society, bahati mbaya leo rais amepata dharura, alitufungulia mkutano wetu. Lakini tunao wenzetu wa East Africa Law Society ambao pia ni wenzetu, wao sio wanachama wetu lakini ni wenzetu, tunakuwa tunafanya nao kazi kwa pamoja. Kwa hiyo nao tunao pia katibu wao hapa pamoja na afisa wao. Mlikuwa mnamuona Achilles, labda usimame huko. Nadhani mpo. Dada mnayemuona huyu hapa anatoka Zafele, huyu ni mwanachama wetu. Nadhani mnamfahamu ni vizuri tu kufahamiana walioko huko mbele. Kwa hiyo kwa ujumla tutatoa dakika 3 kwa katibu wa EALS kwa ajili ya kutoa salamu kutoka chama cha mawakili wa Afrika Mashariki. Alafu baada ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaanza zoezi la kuwapa vyeti wanachama hawa wapya, na baada ya hapo sasa moja kwa moja wewe utatufungia mkutano wetu wa leo. Kwa hiyo naomba nianze kwa kumkaribisha katibu mkuu wa East Africa Law Society. Karibu sana wakili Seka. Seka pia alikuwa ni rais mstaafu, alikuwa rais wa Tanganyika Law Society kwa wale ambao mnamfahamu. Kwa hiyo pia ni mwenzetu wa siku nyingi sana kwenye shughuli hizi. Karibu sana. Asante sana Onesmo kwa mlichokifanya na kwa kupata fursa ya kupata mafunzo haya. Pili ni wapongeze Onesmo, wakati tumepata break tunamsubiri mgeni, tulianza kidogo kufanya kazi zetu kama wanasheria, kutoa elimu, kwa at least kidogo alishapata fursa ya kunifahamu. Naitwa John Seka, ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Mawakili wa Afrika Mashariki. Jumuiya ya Mawakili wa Afrika Mashariki ambayo kwa Kiingereza inaitwa East Africa Law Society
ni jumuiya inayohusisha mawakili wa nchi 8 kwa maana ya Tanganyika, Zanzibar, Sudani ya Kusini, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, na sasa hivi tuna mwanachama mpya ambaye ni jumuiya ya mawakili wa Ethiopia, ambao bado hawajawa, wamekuwa wanachama wetu lakini bado hawajawa wajumbe rasmi kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini pia tuna mchakato wa kupokea, unaendelea kupokea wanachama kutoka Kongo. Kwa sasa hivi tumepokea na mawakili kutoka jimbo la Katanga, lakini tutapokea wanachama wote. Kwa hiyo ni jumuiya ambayo imejikita kwenye kuhakikisha huduma za sheria katika Afrika Mashariki zinakuwa ni kwa faida ya wanachama wote wa jumuiya ya Afrika Mashariki, tukitambua kwamba mchakato ulioko, sijui kama na nyinyi mnafahamu, ni kwamba tunakwenda huko mbeleni kuja kuungana na kuwa nchi moja. Kwa hiyo tumeanza polepole, tunaunganisha masoko, baadaye tutaunganisha na watu, alafu tutaunganisha na maeneo, ili tuwe na nchi moja yenye rais mmoja, na itakuwa ni nchi likubwa sana. Kwa sasa tunakuta kwenda huko polepole. Kwa sisi mawakili tulishaanza kujiunga huko. Lakini ambacho nataka kukisema hapa, ukiacha hiyo ya jumuiya, kwanza niwapongeze kwa yale ambayo mmejifunza mambo muhimu sana kuhusiana na namna ya kufanya kazi zenu kwa usalama. Mmejifunza na kuwafahamu wenzetu wa THRDC ambao mmeshakuwa wanachama, malengo yao, lakini mmejifunza namna ya kuenenda, namna ya kufanya maadili, na mtaendelea kujifunza mambo mengi kwenye ile kazi mnazoendelea kuzifanya. Ninachoweza kuwaahidi ni kwamba sisi East Africa Law Society na mawakili wetu tuko tayari kushirikiana nanyi wakati wowote. Uzuri wa East Africa Law Society, makao makuu yake yako Tanzania, Arusha. Kwa hiyo tunawakaribisha wakati wote. Endapo mtahitaji utaalamu wa aina yoyote, sisi tuna mtandao mpana. Mmeona nature ya wanachama wetu, ni kuna wataalamu. Kama tutawakosa ndani ya nchi, basi tutawapata kwenye mojawapo ya nchi ambazo sisi tuna wanachama, kwa ajili ya kusaidia kufanya kazi zenu huko mtaani ziwe rahisi. Hilo ni jambo ambalo tunaweza tukawaahidi. Kwa hiyo wakati wowote ndugu yangu Achilles yuko pale, mnaweza mkachukua contact zake, kwa sababu wao wanakaa kwenye secretariat, na kuangalia ni namna gani tunaweza tukashirikiana. Msisite kutumia huduma zetu, na sisi tunajitahidi sana kwenye mambo ya mafunzo kuhakikisha kwamba mafunzo yetu wakati wote yanaendelea kuwa either ya bure au ya gharama nafuu sana, na tunaamini tukishirikiana na THRDC na nyie, basi tunaweza tukafanya Tanzania iwe bora zaidi. Kwa hiyo siwezi kuwaambia karibuni kuwa wanachama, kwa sababu ni mpaka uwe wakili, lakini karibuni kupata huduma zetu wakati wowote mtakapokuwa mnahitaji chochote. Na mmeona na sisi tumeona, nafikiri Achilles na mimi tumeona kiu iko wapi. Kuna mambo ambayo mlia raise, muda haukuwa unaruhusu, tukawa tunawalimit kwenye muda, lakini kuna mengi sana mnapenda kuyajua, na sisi tuko tayari kushirikiana na nyie na wenzetu wa THRDC kuweza kuyahakikisha kwamba kiu yenu kwenye mambo ya sheria tunaitatua wakati wote mtakapokuwa mnatuhitaji.